بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1447 katika darasa ya kitabu Aqidatu Tawhid للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulifikia الفصل الخامس chini موضوع ya توحيد الربوبية. الشيخ hapa ameeleza fasli 5 ikiwa hii ndio ya mwisho في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية ambao tumeelewa maana yake, yamuelekeza mtu na kumlazimisha kuikubali tauhid al-uluhiyya ambao ni tauhid ya ibada. ومعنى ذلك نمانا من هايا في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية أن من أقر بتوحيد الربوبية لله yoyote wa hakika yoyote anaikiri hii tauhid ar-rububiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaamini kuwa Allah ndiye muumba wake, ndiye mwenye kuupeleka huu ulimwengu, ndiye anayemiliki kila kitu, mwenye kuisha, mwenye kufisha na vinginevyo katika vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, anayeamini hivyo kuwa ni vyake yeye Allah peke yake, فاعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله عز وجل. akakiri kuwa hakuna muumba, hakuna mwenye kutoa riziki, hakuna mwenye kuupeleka na kuudabbir huu ulimwengu isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. لازمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه وتعالى. hapo itamlazimu akiri ya kuwa hakuna anayestahiki ibada kwa aina zake zote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا هو توحيد الألوهية. na kule kumpokesha Allah katika ibada ndio tauhidul uluhiyya. fa innal uluhiyyata hiya al-ibada. الألوهية ndio hiyo ibada. فالإله معناه المعبود، yule anayesifiwa na sifa ya uungu, maana yake ni yule anayeabudiwa. fala yud'a illa Allah, kwa asiombwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. wala yustaghathu illa bihi, istighatha ni aina ya dua, lakini hii ni dua ya mtu aliye katika matatizo, kapanda chombo cha bahari chatikiswa na mawimbi, wakati ule akiomba dua yaitwa nini? Al-istighatha, akiwa katika hali ya majanga na shida. katika vita vya Badr Allah subhanahu wa ta'ala sema idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. kwa ni dua, lakini ni dua inaoombwa wakati wa matatizo, yani ile dua, lakini ikiwa katika hali ya matatizo yaitwa istighatha, bimaana mtu aomba msaada au kolewe katika yale matatizo yaliyo ndani yake, lakini aina ya dua.
Kwa hiyo haombwi wakati wa matatizo isipokuwa Allah peke yake. Wala yutawakkalu illa alayhi, hategemewi isipokuwa yeye Allah peke yake. Wala tudhbahu alqarabin wa tundharu an-nudhur, wala watu hawachinji vichinjo vya kujikaribisha na kuweka nadhiri. Wala tusrafu jami'u anwa' al-ibadati illa lahu, wala hazipelekwi aina zote za ibada isipokuwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo kila Muislamu alikubali. Tatizo la hapa, kuna duatun ala abwabi jahannam, na hao utawakuta katika mrengo wa kishia na mrengo wa kisufi kikhurafi. Hawa awam masakin ambao hawajui, wakiwauliza kuwa je, yafaa katika shida mimi kumuita fulani sidi fulani, wao waambia yafaa. Hawa ndio wakasababisha wengi maskini katika awamu kuingia kwenye shirki bila wao kujijua. Kwa nini umwambie mtu kuwa wataka kuomba muombe Allah peke yake? Hakuna haja ya kupitia kwa maiti, sababu hiki kitendo alikuwa kifanya kufaru Quraysh. Asa hawa wale ambao awamu waamini kuwa hawa ni mashekhe, ndio sababu kubwa kabisa hawana huruma na wao, wakawapeleka katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa law kama si hawa duatu su, basi biidhnillah ta'ala mtu katika fitra yake ajua kuwa hakuna anayeweza kumpa msaada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika shida. Hili ni jambo ambalo kila mmoja alikiri. Lakini chanzo kikubwa kinachowapelekea wengi katika awamu kuingia katika shirki ni hawa duatu su, walinganizi waovu, wakawajuzishia watu shirkun akbar, wakapeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. فتوحيد الربوبية دليل على وجوب توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية ni dalili ya uwajibu wa tauhid al-uluhiyya. Ikiwa Allah ndiye alikuumba, kwa nini uende kumwabudu mwingine? Na yeye pekee yake ndiye alikuumba. ولهذا كثيرا ما يحتج الله سبحانه على المنكرين لتوحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية. Na ndio maana utakuta katika Qur'an mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuwarudi wale wanaokanusha tauhid al-uluhiyya, yani ambao hawampokeshi Allah katika ibada, katika kuwarudi awarudi kwa kile walichokikiri wao na kukikubali katika tauhid ar-rububiyya. مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. enyi watu muabuduni mola wenu, na kile kija u'budu rabbakum ay wahiduhu fil ibada, mpokesheni mola wenu katika ibada, mola wenu mlezi aliyewaombeni nyinyi na waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akawatajia mengi aliyofanyia katika neema zake, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, Allah akakujalieni nyinyi ardhi kuwa tandiko, wasamaa binaa, na mbingu kuwa sakafu yenu, wa anzala minas samai maa fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, anakawateremshia maji kutoka juu, mvua, kukatoka mimea aina mbalimbali na matunda ili iwe ni riziki kwenu nyinyi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, basi msimjalie Allah subhanahu wa ta'ala washirika hali ya kuwa nyinyi mnajua nini? Hali ya kuwa mnajua kuwa Allah ndiye muumba wenu, Allah ndiye anayewapa riziki, Allah ndiye anayefanya yote haya yaliyotajwa. Sasa nyinyi mwajua yote haya aliyafanya ni Allah, kwa nini tena mumfanyie washirika katika ibada? Mwana namna gani Allah anavyosimamisha hujja?
Kwa ikiwa wewe wakiri na kujua kuwa Allah ndiye muumba wako, Allah ndiye anayekupa riziki, ndiye anayepeleka ulimwengu, tayib, kwa nini uende ukapeleke ibada kwa mwingine kama ibada ya dua na ibada ya kuweka nadhiri na nyinginezo? Kwa nini usipeleke kwa mwingine si kwa Allah? فأمرهم بتوحيد الألوهية وهو عبادته. Kwa akawaamrisha tauhid al-uluhiyya, na tauhid al-uluhiyya maana yake ni kuwa wamwabudu yeye peke yake, usimshirikishe na chochote. Wahtaja alaihim bitauhid ar-rububiyya, lakini hoja akawasimamishia katika tauhid ya ulezi ar-rububiyya, alladhi huwa khalqu an-nasi al-awwalina wal-akhirin. Na hapo kitizama katika hii aya, ya ayuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, kule kuumba kwa wale wa mwanzo na wa mwisho ni kwake Allah peke yake. Wa khalqu as-samai wal ardi wama fihima wa taskhiru ar-riyahi wa inzalu al-matari wa inbatu an-nabat wa ikhraju ath-thamarat allati hiya rizqu al-ibad, kwa kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, na kuwasakhirishia na kuwadhalilishia upepo, kawateremshia mvua, akachipua mimea mbalimbali katika ardhi, kukatoka matunda aina mbalimbali ambao ndio riziki kwa waja wake. Fala yaliqu bihim an yushriku ma'ahu ghayrahu, kwa hailingani, haiwi sawa wao kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vinginevyo. Mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al shay'an min dhalika, ukamshirikisha Allah, haiwi sawa ukamshirikisha Allah na wengine ambao hawafanyi chochote katika haya yaliyotajwa. Wewe wenda kumwomba maiti wakati ule maiti hakupi riziki wala hakupi afya wala hamiliki chochote, unakumwambia nini sasa? Mimi nina shida, ama naomba uende ukaniombee, nataka jambo fulani langu, ukapitia kwa maiti kama yule, ukaingia katika shirkun akbar ayadhan billah, wakati wajua hana uwezo wa kufanya chochote yule. Wala min ghayrihi mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al shay'an min dhalika wala min ghayrihi. Kwa haiwi sawa hiyo utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye wajua hajafanya chochote katika hayo. Yani ukitizama wewe kile unachokwenda kukiomba, kile ni kiumbe kilikuwa dhaifu kiasi cha kuwa pengine yale matatizo unaokwenda kuyapeleka yeye alikuwa nayo kabla ya kufa, sio fahamu? Kwa la yeye hajimiliki nafsi yake wala hammiliki mwingineo chochote, hana uwezo wa kufanya chochote. Wewe kumshtakia maradhi wakati pengine yale maradhi uliokuwa nayo wewe ndio yalommaliza yeye mpaka akafa. Alivyokuwa mgonjwa amelazwa hospitali, mwenda hospitali wakwambieni niombeni dua jamani, msisahau yeye mgonjwa. Waja pale wamuombea wewe Allah amponyeshe, kisha yule yule akifa wewe ndio uenda kwake wamwambia yeye akupone, wakati alivyokuwa hai alikuwa yeye mwenyewe hawezi kujipona. Ikiwa ana uwezo huo angelikuwa nao uwezo huo wakati akiwa hai kabla ya kufa, lakini ikiwa hakuweza kufanya hivyo wakati yuko hai, je, ataweza kuyafanya hayo baada ya kuwa shakufa? Ana tena nguvu yoyote? فالطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية, kwa hivyo njia ya fitra maumbile katika kuthibitisha tauhid al-uluhiyya, alistidlalu alayhi bitauhid ar-rububiyya, kwa dalili ni tauhid ar-rububiyya, utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الإنسان يتعلق أولا بمصدر خلقه ومنشأ نفعه وضره. Mwanzo mwanadamu moyo wake wafunganishwa
na yule aliyemuumba, na asli kule yule ambaye ammilikia manufaa na madhara, chimbuko la manufaa yake na madhara ni kutoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقربه إليه وترضيه عنه وتوثق الصلة بينه وبينه. akishajua hilo la kwanza, sasa yuenda kwenye stage ya pili. Ni ipi njia itakayomkaribisha yeye na huyu aliyemuumba? Ni ipi njia itakayomridhisha huyu aliyemuumba? Kwa aanza kujenga mawasiliano mazuri baina yake na yule aliyemuumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mafungamano mazuri aanza kuyajenga baada ya kuwa shajua yeye ndiye muumba wake. فتوحيد الربوبية باب لتوحيد الألوهية. kwa توحيد الربوبية ni mlango unaokufikisha wewe katika توحيد الألوهية. na ndio pale mwenye tauhid ukamfuata ukamwambia kuwa twende bwana tukaombe yule maiti, akamwambia kwani aniumba yeye? Kwani yeye ndiye anayenipa riziki? Yeye ndiye anayemiliki madhara na manufaa? Basi niwache mimi na Mola wangu. Unaona, sababu ashaielewa tauhid rububiyya yampeleka yeye katika tauhid al-uluhiyya. Kwa vizuri paka, na hili ni jambo muhimu sana lieleweke. Makhurafi wajaribu sana kupinga hili jambo. Hakuna tauhid rububiyya wala uluhiyya wala asma wa sifat. Hakuna nini? Kwa sababu wajijua ni washirikina. Sababu wajua wao waomba maiti, waomba vituko mbalimbali. Hasa kwa kuwa ile shirki wao waifanya, ni lazima wapinge ya mambo, wakati Qur'an iko wazi kabisa katika kueleza vigawanyo hivi vya tauhid katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi wa hayo kwa mfano haya sema, min ajli dhalika ihtajja Allahu ala almushrikina bihadhihi at-tariqa. Tazama, Allah amewasimamishia hoja washirikina kwa njia hii, bimaana akawavuta katika tauhid rububiyya wakaikiri. Kwa nini basi mumshirikishe? وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحتج بها عليهم. akamwamrisha mtume wake صلى الله عليه وسلم awasimamishie hujja makafiri washirikina kwa njia hii. فقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. waambie hii ardhi na vilivyomo ndani yake ni vya nani ikiwa mnajua. sayaquluna lillah, watakujibu wakwambie vyote ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. qul fa afala tadhakkarun, basi amkumbuki mkarudi nyuma. jazakallahu khair, mkamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, msimshirikishe na chochote. qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. kwa kila jambo katika yale yanofungamana na utendakazi wake Allah subhanahu wa ta'ala kilichotajwa katika hizi aya, washirikina walikuwa hawakatai wala hawakanushi hilo. Ni nani mwenye kumiliki kadha? Allah. Basi mbona baada ya kuwa mwakiri hilo huku mumshirikisha? وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء kisha ndo kasema fa'buduhu. Huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala, mola wenu mlezi. Hapana anastahili kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake, na yeye ndiye muumba wa kila kitu, basi muabuduni yeye, sababu nyinyi mwajua ndio muumba wa kila kitu. فقد احتج بتفرده بالربوبية على استحقاقه للعبادة. kwa Allah akasimamisha hoja kuwa yeye peke yake ndiye mtendakazi na mlezi, basi yeye ndiye astahili kupelekewa ibada wala si yote mwingine.
وتوحيد الألوهية هو الذي خلق الخلق من أجله. na hii توحيد الألوهية ndiyo ambayo kwa ajili yake Allah amewaumba viumbe wake ili waje kumpokesha katika ibada. Qala ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liwahidun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waje kunipokesha katika ibada. Wa maana ya'budun, maana yake ya'budun yufridunani bil ibada, wanipokeshe mimi katika ibada, wasipeleke ibada kwa yoyote mwingine. ولا يكون العبد موحدا بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبية. هاوي mja ni mtu wa tauhid kwa mujarrad tu amekiri tauhid الربوبية خلاص ashakuwa mtu wa tauhid. La, haitoshelezi hatta yuqirra bitauhid الألوهية, mpaka akiri tauhid ya ibada hii. Wayaquma bihi, na haitoshelezi kukiri tu, na awe ataisimamisha katika maisha yake. Wa illa fa inna almushrikina kanu muqirrina bitawhid ar-rububiyyah wa lam yudkhilhum fi al-islam. La sivyo, washirikina walikuwa wakikiri tawhid ar-rububiyyah, lakini hilo halikuwaingiza wao katika Uislamu. Hili muhimu sana kufahamika. Hakuwa au hawakuwa washirikina wa Quraysh aliotumilizwa kwao mwanzo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakisema kuwa hakuna muumba. La, na anayekwambia hivyo asema uongo, si mkweli, na Qur'an yathibitisha uongo wake. Sababu wako watu wasema hivyo kuwa mitume wametumilizwa ili wawaambie watu Allah yupo. La, la, mitume hawakutumilizwa kwa ajili ya kuambia watu Allah yupo peke yake. La, sababu hili ni jambo ambalo lipo katika fitra. Allah aliwaumba watu wajua hilo. Wacha kuwa huyu mushrik katika washirikina wa Quraysh kusema wako huko nyuma. Saa hii twaishi sisi. Nenda kamfuate mushriki yoyote, muulize nani aliyeumba mbingu na ardhi, usikie atakujibu nini. Si wako hawa Budha mabaniani hao wapo waishi sasa, sio? Mchukue mmoja muulize aliyekuumba wewe nani, kisha msikie atakujibu nini. Wao wajua kuwa muumba ni mmoja tu, si ati hawajui. Alafu wengine arguments zao ziko very simple, zaonyesha ule maskini wa kuoniwa huruma, wengine kuombewa Allah awape hidayah. Kwa nini? Kuna mmoja katika ikhwa aeleza kuwa amemkuta mmoja baniani abudu ng'ombe. Mwambia, mbona wewe waabudu ng'ombe? Ng'ombe bwana. Asema sisi tunkulia tuabudu, tuona wazazi wetu wafanye hivyo, sisi pia tufanye. Kamuuliza, mbona hamuabudu ngamia? Badala ya ng'ombe mkafanya ngamia au mbuzi. Yani kwa nini ng'ombe? Ukisema ng'ombe namupa sisi maziwa, hata ngamia pia namupa sisi maziwa, na mbuzi pia atoa maziwa kama maziwa tu. Maana wengine wazungumza hivyo, ng'ombe akupa maziwa, akupa nini, pia ngamia akupa maziwa, kwa hivyo aabudiwe. Kwa nini msiabudu ngamia? Wao watakwambia hivi ndivyo tulivyokulia baba zetu, vile vile walivyokuwa wakijibu umma waliopita mitume wao, inna wajadna abana kadhalika yafalun. Sasa ukija katika kumvuta hivi, mwisho umuulize, kwani wewe huamini huyu ng'ombe ameumbwa? Sema najua. Nani aliumba? Sema Mungu naumba. Na la ajabu pia ukimuuliza aliyeumba yuko wapi, akwambia juu. Fitra yuko juu, ile alituumba sote. Hana ushindani mwingi kuonyesha kuwa ni mshirikina, lakini hana ushindani mwingi wa kusema lakini wajua ng'ombe, ng'ombe
yeye ana karamat, aweza kufanya hivi, aweza kufanya vile. Ng'ombe hana ushindani huo, yajua kuwa yeye ni babake na mamake, basi tu taasub ya baba zake na nini nifanye hivi. Yule akha asema huyu bwana alizungumza naye, baadaye alikuja kasilimu, baadaye jamaa walimpa da'wa kasilimu katika nchi za Kiarabu. Hasa tuangalie upande huu wa hawa jamaa zetu wanaokwenda kuomba maiti. Ndio nasema hata wale washirikina wa kule mwanzo walikuwa hawashindani sana katika yale walikuwa nayo, isipokuwa moja kwa moja wataruka kuwa nini, bal wajadna abaana kadhalika yafalun. Na wewe nenda kasoma katika Qur'an, utakuta kuwa ule mjadala wa baina ya mitume na watu wao waishia kuwa sisi ndio tumewapata baba zetu hivi, tuko hivyo hivyo. Mitume wote utakuta mara moja, ila hawa waabudu wa makaburi hawa ndio waajabu hawa wamewashinda wale. Kivipi? Nenda wewe umwambie, kwani hal yasma'unakum idh tad'un, tumia ile hujja ya Ibrahim, au yanfa'unakum au yadhurrun. Wale kule wanasema qalu bal wajadna abaana kadhalika yaf'alun, wajua kuwa wasikia waoni, hawezi kufanya chochote, hawamiliki madhara wala manufaa. Hawa watakwambia ni kweli, tuamini kuwa hawamiliki madhara wala manufaa, lakini sasa wajua kuna karamati huyo mfanya. Kisha akiambiwa hivyo kwambia nyinyi mwapinga mawali, yuanza kukuza. Hata wale watu wa Ibrahim hawakumwambia Ibrahim, wewe uwapendi mawali, wewe uwapendi watu wema. Hata watu wa Nuh ambao kikweli wadda naswaa yaghutha wa yauqa wa nasra, wale walikuwa ni watu wema kwa athari ibn Abbas fi al-Bukhari. Na wala hawakumwambia Nuh alayhi salam, wewe uwapendi watu wema ndio maana tukataza sisi kuomba kupitia kwao. Hawakujibu hivyo, kwa sababu walikuwa wajua kuwa sio hivyo, wajua malengo yake ilikuwa nini katika kutulingania huyu. Leo kazungumza, utaambua wewe uwapendi mawali, nyinyi mwapinga karamatul awliya, sisi tupinga ujinga. Huwezi kutuuzia ujinga. Kwa wewe huwezi kuzungumza jambo kama, kwa mfano sasa walazimishwa uamini kuwa kukojoa msikitini katika karamatul awliya. Nani Ahmad al-Badawi wasema alisimama msikitini Ijumaa, akanyanyua nguo akakojoa, kisha akaondoka. Wakamwangalia kupatikana na kitu, sema huyu wali, huyu wali vipi akojoa msikitini kisha adhibiwi? Kwa huyo ashakuwa wali. Sasa sisi tunasema mambo kama haya ya haramu hayawezi kuwa ni katika karamat, kwa sababu kama ni hivyo basi Dajjal atakuja kuyafanya makubwa zaidi kuliko haya. Dajjal akija ataiamrisha mvua inyeshe, yanyesha. Ataamrisha ardhi itoe mimea, itatoa. Matunda yatoke, yatatoka. Lakini sisi hatubebu hivyo, tukuangalia wewe unayefanya haya yote misingi yako ikoje katika Qur'an na Sunna, katika msimamo wa sawa sawa. Na ndio katika masharti ya mtu kuwa wali, lazima asimame katika taqwa, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Na kusimama katika taqwa ni kuwafuata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, kumaanisha kuwa mubtadi' haiwezekani kuwa wali, sababu huyo ametoka nje ya njia ya mitume. Mmeelewa? Sijui haiwezekani jikhurafi likawa wali hata siku moja, hilo ni jichawi tu. Hata ukamwona iwaruka, sababu hao ufanya mazoezi ya swaya ule uwali ulati ya karamati, ili awaonyeshe watu riaa tu, kisha watu waone mazingaumbo ya ajabu ajabu hivyo. Hii karamat. Hakuna karamat ndugu yangu, ni sihir. Na watumia sana hizi njia katika watu wawashangae ili waamini kuwa wao mawali, kumbe ni auliya ushaitani. Sasa sisi hatukubali kufanywa wajinga tukapotezwa. Shetani bana anaweza kumchezea mtu sana. Waweza kumwona mtu kwenye kaburi pale aomba,
akatokea swali yule aliyezikwa na wewe wamjua sura zake, akatokea mtu kama yeye akwambia umeomba yote, ushapata yote uliyoomba, anenda akarudi mbio, unaona makarama, kumbe ndio yote kwenye shirki, ndio kwenye shirki, kumshirikisha Allah subhanahu, kwa sababu ya jahili, ya ujinga aliokuwa nao kutofahamu haya mambo yaendewa vipi. Kwa utakuta kuwa wale huko nyuma walikuwa hawajengei mambo makubwa na nini, na hawa masanamu wetu ukija hapo ukiomba hapa dua yako kubaliwa, hawakufanya hivyo. Walikuwa wasema inna wajadna abana kadhalika yaf'alun, bas hatuna hoja, wakubali. Lakini hii ya leo hii hawa wameshinda tena na ushindani juu. Kwa nini? Anti yangu bwana naomba bwana, shahidi anti yangu. Anti yako ndo qala Allah qala rasulu, lakini watu watoa hoja kama hizo. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومعنى يعبدون يفردونني بالعبادة، ولا يكون العبد موحدا بمجرد اعتراف بتوحيد الربوبية حتى يقر بتوحيد الألوهية ويقوم به، وإلا فإن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلون في الإسلام كما تلفويلز. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، pamoja na kuwa walikuwa wakikiri tauhid rububiyya, mtume sallallahu aliwapiga vita. وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، walikuwa wakikiri kuwa Allah ndiye muumba, ndiye mwenye kutoa riziki, almuhyi almumit, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha. Pengine mtu aweza kuuliza kwa dalili gani? Hatukwambii kuwa waqi' ndivyo ilivyo peke yake, bimaana kwa dalili. Wallahi sasa hivi mtu yule khurafi kwambia hawaamini kama Mungu yupo, msimamishie yoyote unayemwona kafiri wapite Jojo. Si tunao wengi hapa Sharul Baria, mwite mmoja Jojo. Wewe unaomba na nani? Unaomba na Mungu, na babako na mamako unaomba na Mungu. Anayekupa riziki ni Mungu. Hamuulize yule khurafi, anakuuliza huyo ashakuwa Muislamu. Waqi' iko wazi, nje tu kitembea utaona hiyo, wakubali. Sikwambii kuwa Qur'ani yazungumza hivyo pia. Kabla ya kukwambia hayo, ni jambo ambalo kila mmoja aliona katika mujtamaa anaoishi. Sasa tukija katika Qur'an, kama qala ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, ukiwauliza nani hao washirikina, nani aliyewaumba, watasema ni Allah. Taib, ikiwa Allah ndiye aliyewaumba, basi mbona mwamshirikisha? Sasa hii aya, je, washirikina wakiri kuwa Allah ndiye muumba wao au la? Na je hili lilitosheleza wao kuwa Waislamu? Sema la. wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizu al-alim, ukiwauliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema ameziumba mwenye nguvu, mjuzi juu ya kila kitu, Allah. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. yote yatakubali. Nani anayewaruzuku nyinyi kutoka mbinguni na ardhini? Ama nani anayemiliki kusikia kwenu na kuona kwenu? Anayetoa kilichokuwa hai kutoka na maiti na maiti kutoka na kilikuwa hai? Na nani anayedabbir na kupeleka ulimwengu huu wote? Fasayaquluna Allah, watakujibu hao washirikina kwa ni Allah. Aya ziko wazi bwana, aya ziko wazi kabisa. Lakini ukakuta mtu ajitia mwenyewe ujingani bwana, wakati mambo yako wazi. Sheikh asema wa hadha kathirun fil Qur'an, jambo hili utaliona sana katika Qur'an. faman za'ama anna at-tauhid huwa al-iqrar biwujudi Allah au al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq al-mutasarrif fi al-kawn واقتصر على هذا النوع لم يكن عارفا بحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. yoyote yule atakayedai kuwa tauhid ni kukiri kuwa Allah yupo au kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba anayepeleka ulimwengu, akakwamia hapo kwenye aina hii ya tauhid peke yake,
basi huyu hajajua uhakika wa tauhid waliokuja kuilingania mitume alayhi salatu wassalam. لأنه وقف عند الملزوم وترك اللازم أو وقف عند الدليل وترك المدلول عليه. الملزوم هو السبب لوجود شيء آخر. ملزوم ni sababu ya kupatikana kitu kingine. Kwa mfano, wa aqimu ssalata ni dalili ya nini? Ya watu kusimamisha swala. Kwa mfano mtu akasema wa aqimu ssalata lakini haswali. Sasa wewe ulikuwa utakana hii dalili ikupelekee wewe kuswali. Umeelewa nafikiri nazungumza nini? Sasa wewe umesimamia katika tauhid rububiyya. Tauhid rububiyya ya kutaka wewe umpokeshe Allah katika nini? Katika ibada. Sasa usisimame katika malzum ukawacha nini? Al-lazim. Sababu malzum wasema ndio asababu liwujudi shay'in akhar. Ni sababu ya kupatikana kitu kingine. Moto ni sababu ya kupatikana majivu. Mfano kama hiyo. Sasa au waqafa 'inda ad-dalil wa taraka al-madlul alayhi. Simama katika dalili. Kile dalili ya kuongoza mahali, uko mahali wewe uendi. Uko pale pale. Hujapata malengo ya bado. Wa min khasa'is al-uluhiyya al-kamal al-mutlaq min jami' al-wujud min jami' al-wujuh alladhi la naqsa fihi biwajhin min al-wujuh. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستغاثة وغاية الذل مع غاية الحب كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. katika khasais za uungu ili tuseme huyu sasa astahiki kwa yeye ndiye aabudiwe, ni awe na ukamilifu ambao hauna upungufu wa aina yote, na jambo hilo halipo isipokuwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndiye aliyekamilika ambaye hana upungufu kwa aina yoyote ile ya upungufu, hana naqsi ya aina yoyote. Sasa hili ndio litakuwajibishia wewe iwe zile ibada zote zile ni zake yeye peke yake, kuadhimishwa, kutukuzwa ni kwake, kuwa na hofu, khashya, dua peke yake, kutarajiwa watu watubie kwake peke yake, al-inaba, kutegemea na kutaka msaada wakati wa shida kwake yeye peke yake, upeo wa udhalilifu pamoja na upeo wa mahaba apelekewa yeye Allah peke yake. Kwa haya yote haya ni wajibu yawe yapelekwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hili jambo kwa akili, kwa sheria na maumbile ya binadamu alivyoumbwa yote yakubali hilo. Na haiwezekani kuwa ibada zote hizi apelekewe yoyote katika viumbe kwa akili timamu na kwa sheria na kwa fitra maumbile ya mwanadamu, yajua kuwa haifai kupeleka vitu hivi kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Mnaelewa vizuri hapo? Kwa tauhid ar-rububiyya yatuelekeza sisi, ni mlango unaotufungulia sisi njia ya kufikia katika tauhid al-ibada, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Tukishakubali kuwa Allah ndiye muumba wetu, ndiye anayetupa riziki, ndiye anayedabir huu ulimwengu, basi kwa nini tena ibada ya aina yote nimpelekea si kwa yeye, wakati yeye peke yake ndiye anayefanya haya yote? Kwa hapa sasa najiambia nafsi yangu kuwa maadamu yeye ndiye mfanya wa haya yote, basi na pia mimi ibada zangu zote nitampelekea yeye peke yake, simpelekee yoyote katika viumbe ambao hawana uwezo wa kuyafanya au kufanya chochote katika haya anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii mada ndio yafungia mada ya tauhid ar-rububiyya. Inafuata ni tauhid al-uluhiyya, na hapa pia akaweka fasl 6 muhimu sana. Akaeleza mwanzo maana ya tauhid al-uluhiyya na kuwa ndio mada ya ulinganizi wa mitume wote. Akazungumzia shahada mbili, maana yake na nguzo zake, masharti yake, muktadha wake na vitanguo vyake.
Kwa huku katika kwenda katika tauhidul uluhiyya, shekhe huku akarefusha mazungumzo sana kwa sababu ya umuhimu wake na uzito wa hili jambo, akarefusha mazungumzo sana. Jazakallahu anna khairal jazaa. Ataenda namna hiyo mpaka katika fasli zinazofuata mpaka mwisho kabisa katika fasli ya nini, ya bid'a. Lakini kwa sasa tuko katika kuizungumzia tauhid al-uluhiyya, ambalo hili ni jambo muhimu sana, sababu ndio ulinganizi waliokuwa wakilingania mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa hizi fasl ni 6 tutazungumzia insha Allah taala katika vikao vitakavyokuja idha ahyana Allah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.